tumehifadhiwa, tuko salama katika uhai Yesu Kristo aliotoa na kutwaa kwa ajili yetu. Amesema kwenye Kutoka 12:29, Bwana akawapiga wazaliwa wa kwanza wote usiku wa manane kule Misri. Alikuwa anazungumza wazaliwa wa kibinadamu na wazaliwa wa wanyama, wote waliteketea. Kwa nini waliteketea? Ni kwa sababu hakukuwepo na damu ya wanyama, hakukuwepo na Pasaka ambayo ingewaokoa na ule uharibifu ya yule mharibifu aliyepita. Waebrania sura 11:28 anasema kwa imani Mungu akaifanya Pasaka. Kwa imani Mungu akafanyaje? Akaifanya Pasaka. Lini Mungu alifanya Pasaka kwa imani? Ni kwenye Kutoka 12:29. Anasema kwa imani Mungu akaifanya Pasaka na kule kunyunyizwa kwa damu, ili yule mwenye kuangamiza wazaliwa wa kwanza asiwaguse wao. Mungu alifanya Pasaka, ile damu ambayo ilipakwa katika miimo ya nchi. Ile ndio ilikuwa ni fumbo au ni picha ya Pasaka. Bwana Yesu asifiwe. Lakini Biblia inatuambia kwenye kitabu cha waraka wa kwanza wa Wakorinto sura ya 5 mstari wa 7, anasema Pasaka wetu ni nani? Pasaka wetu ni Yesu Kristo. Kwa lugha rahisi, anaposema kwenye Waebrania 11:28 Bwana akaifanya Pasaka, ili kwa ile damu ya kunyunyizwa iliyopakwa katika miimo ya milango, yule mharibu anayeangamiza asiweze kuangamiza wale walioko ndani ya ile nyumba iliyopakwa damu za wanyama. Yoyote yule ambaye Kristo alimfia na anamwamini huyo Kristo na anamkiri huyo Kristo, hakuna uangamivu au uharibifu wote ule unaweza kuchukua nafasi kule maisha yake. Ni kwa sababu Kristo Yesu amekuwa ni Pasaka wetu. Chochote kinachojiinua kutaka kuleta uharibifu au uangamivu kinakutana na damu ya mwana kondoo, damu Yesu Kristo ambaye ni Pasaka yetu. Kwa hiyo damu, kwa ule uhai aliyoutoa na kutoa kwa ajili yetu, tumehifadhiwa humo, tunatunzwa humo katika hiyo damu. Kuna mtu mmoja anaongelea hapa jamani. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo basi damu ya Yesu Kristo au uhai aliyoutoa, nikisema damu piga picha ya uhai, sio kimiminika ambacho leo mimi na wewe tunaweza tukasema kwamba najinyunyiza damu ya Yesu Kristo. Hapana. Au najizungushia damu ya Yesu Kristo. Hapana. Damu ya Yesu Kristo sio ile ambayo tunaoshiriki katika meza ya Bwana, ni either soda, juisi ama wine na mkate, kwamba tunashiriki mwili na damu ya Yesu Kristo. Hapana. Hiyo sio damu ya Yesu Kristo. Kuna wakati kwenye Yohana sura ya 6 kuanzia mstari wa 49 pale utaona Yesu anawaambia Wayahudi, Mafarisayo na Masadukayo, anasema baba zenu waliila ile mana jangwani wakafa. Hiki ni chakula kishukapo kutoka mbinguni, kwamba mtu akile wala asife. Mimi ndimi chakula chenye uzima kilichoshuka kutoka mbinguni. Mtu akila chakula hiki ataishi milele, na chakula nitakachotoa mimi ni mwili wangu kwa ajili ya uzima wa ulimwengu. Basi Wayahudi walishindana wao kwa wao wakisema, awezaje mtu huyu kutupa sisi mwili wake ili tuule? Basi Yesu akawaambia, amini amini nawaambieni, msipoula mwili wangu wa mwana wa Adamu na kuinywa damu yake, hamna uzima ndani yenu. Aulaye mwili wangu na kunywa damu yangu anao uzima wa milele, nami nitamfufua siku ya mwisho. Yesu akamwambia, baba zenu walikula mana kule jangwani, lakini wakafa. Lakini mimi ni chakula kilichotoka wapi? Mbinguni. Yoyote atakayenila mimi
na kuinywa damu ya mwana wa Adamu, damu ya Yesu Kristo, hatakufa bali ataishi. Wakafikiri anawaambia habari ya nini? Ya kile kimiminika cha damu yake yeye. Wakafikiri anawaambia habari ya kula nyama mwili wake yeye. Yesu alikuwa anamaanisha yoyote atakaye amini katika ile damu nitakayomwaga, katika ule uhai nitakaoutoa katika ile sadaka, ile kazi kamilifu ya kidhabihu. Sio swala la kimiminika la kula na kunywa. Hizo ni physical exercise tunafanya tukiwa kanisani. Ni mazoezi tu ya damu na nyama. Yoyote atakaye amini katika tendo la kidhabihu, katika kazi ya msalaba, katika kufa na kufa kwangu. Kuamini ndio kula. Hata Adam na Eva, Musa alipokuwa anaona yale maono, haikuwa ni tunda kama tunda la mti huu unaoonekanika. Ilikuwa ni fumbo. Walikatazwa wasiuendee, wasiusikilize, wasiuamini mti wowote ule zaidi ya mti wa uzima. Biblia inasema kitabu cha Ufunuo, ule mti wa uzima kwenye Mwanzo sura ya 3 ulikuwa ni Kristo Yesu. Kwa hiyo kula na kunywa katika lugha ya Biblia sio damu na nyama, sio mazoezi ya kimwili. Kula na kunywa ni kuamini katika damu ya Yesu Kristo, kuamini katika mwili wa Yesu Kristo. Kwa hiyo kama wewe unafanya meza ya Bwana, unashiriki meza ya Bwana, usishiriki kwa kumaanisha kwamba ule ni mfanano wa Yesu, wa mwili wa Kristo au damu ya Yesu Kristo. Hapana. Yesu Kristo asema yote atakayeamini, uhai nitakaotoa, ile tendo la kidhabihu la damu ya Yesu Kristo nitakaolifanya, atatunzwa katika hiyo uhai wako, katika damu yako. Nisikize vizuri. Damu ya Yesu Kristo au wewe Yesu Kristo unaweza kufanya nini? Kwa nini unatutunza, unatulinda, unatuhifadhi maisha yetu? Waefeso sura ya 2 mstari wa 13 anasema, lakini sasa katika Kristo Yesu ninyi mliokuwa mbali hapo mwanzo mmekuwa karibu kwa damu yake Kristo. Damu ya Kristo imerejesha mahusiano yale ambayo mtu aliyapoteza pale awali. Namba 1. Namba 2, Warumi sura ya 5 mstari wa 9, tumehesabiwa haki na tumeokolewa kwa damu ya Yesu Kristo. Haijarejesha tu mahusiano, imetuhesabia haki na kutuokoa. Warumi 5 mstari wa 9. Waefeso sura ya 1 mstari wa 7 anasema, katika yeye, huyo nani? Yesu Kristo, kwa damu yake tunao ukombozi wetu, masamaha ya dhambi sawa sawa na wingi wa neema yake. Katika yeye huyo, kwa damu yake, kwa uhai aliyotoa, tumesamehewa, tuna rehema na neema. Hakuna cha kututia hatia. Bwana Yesu asifiwe. Anasema kwenye maandiko, kwenye waraka kwanza Petro na kwenye Isaya, anasema kwa kupigwa kwake sisi tumeponywa. Sisi tuliponywa. Tuko sawa sawa. Kuna uponyaji ndani ya uhai, ndani ya damu ya Yesu Kristo. Warumi sura ya 3 mstari wa 25 anasema, Mungu ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Damu ilikuwa ni upatanishi, imetupatanisha sisi na Mungu. Waebrania 9 mstari wa 12 na 14 anasema, mstari wa 12, wala si kwa damu ya mbuzi na ndama, bali kwa damu yake mwenyewe aliingia mara moja tu katika patakatifu, akisha kupata ukombozi wa milele. Si kwa damu za nyama, za wanyama, za ndama na mbuzi. Leo hata watu wachinje mbuzi na ndama na ng'ombe, hata wachinje ngamia, hata wachinje mnyama na mayote, damu ya mnyama haina thamani ya kukomboa, haina thamani ya kumhesabia haki. Ukiona mtu anachinja mnyama na anawaaminisha watu kanisani kwamba katika damu hii mambo yako yataenda, ndio huyo mtu ni mganga wa kienyeji, amevaa suti akiwa ameshika Biblia. Agano la kale ndio walichinja damu za wanyama. Agano jipya, damu iliyotukomboa, damu ya nani? Yesu Kristo. Ni damu ambayo imekamilika, haina udhaifu, haina mawaa.